kuna wachafua vyombo na kuna waosha vyombo. Wachafua vyombo sijui wanakuaga juu. Tumekuja kuosha vyombo mtazamaji. Na hapa naona majenzi. Majenzi wanakwepa kuosha vyombo. Kuja hapa. Melissa, na expect mkuu mmemaliza mkuje tufanye haraka. Mtazamaji, sherehe ilikuwa nzuri. Ndio maana vyombo viko hivi. Hivi vyombo vyote. Hakuna jamaa brother wala masista. Hivi ni mtoto. Sorry. Hakuna. Wote kuosha vyombo. Jamani wapendwa, hamjambo lakini. Mnasikia aje? Mnasikia hasira na hii kazi? Si mnasikia tu furaha kufanya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Amina. Mbona sasa ni kama hamtaki kuosha? Piga huyu aseme amina. Huyo. Jamani Mungu awabariki. Amen. Mbona kama imeingizwa hasira? Si sasa. Acha uendelee. Mnasikia? Ndio kazi iko hii. Ndio thawabu. Hii ndio ina thawabu sasa. Wewe msiseme tumeitwa tuoshe vyombo. Hivyo. Lakini kuna kitu cha ajabu. Njoo. Njoo tu kameraman. Kuja kijana. Naomba kidogo tu. Kuna mtu ametuonyesha maajabu. Huyu kijana Huyu kijana songa tu kwa hapa ili tumuone vizuri. Huyu kijana bana ana uwezo wa pekee. Anaweza soma vitabu ngapi hivi? Unasikia alitusomea vitabu vingi. Sema ana hasira maiki ikikata. Vitabu ya. Mimi napenda tu nimshauri acha mahasira. Kwa sababu microphone imetengenezwa na mikono ya watu. Kwa hiyo ukiwa unasoma ili upako usikate unasema tu unafanya mzungu kidogo sorry hapo vipi? Alafu wanaiset tena mambo yake. Unaweza tupa kidogo hapo kichapo. Hebu tupe kama kuna ile ulisoma mpaka 20 jana. Hebu soma moja mtaani vile mweke sijui kwa nini. Gonga moja mpaka 20. Mtazamaji, wewe ukisoma mlango mmoja tu unachanganyikiwa. Kuna mtu sasa anakusomea na awazi. Anafanya tu hivi. Hebu tugongee kidogo. Anaidownload hivyo mtazamaji, anaidownload. Iko hapa. Yoyote tu. Anza na jina. Kuna ile jana ulisoma kuanzia 1 mpaka 20. Kuna yenye moto hapa. Kuna maji moto hapa. Ni Alex. Toka Befa Cathedral Sultan. Na niko na mistari kadhaa ya Biblia. Twende. Luka Mtakatifu kifungu cha 2 mstari wa kwanza hadi wa 20. Mstari wa kwanza. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Mstari wa 2. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirene walipokuwa liwali wa shamba. Mstari wa 3. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Mstari wa 4. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi. Mstari wa 5. Ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Mstari wa 6. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Mstari wa 7. Akamzaa mwanae kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Mstari wa 8. Na katika nchi ile ile walikuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Mstari wa 9. Malaika wa Bwana akawatokea, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Mstari wa 10. Malaika akawaambia, msiogope, kwa maana mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa kila mtu. Mstari wa 11. Kwa maana leo kwa ajili yenu amezaliwa ndiye Kristo Bwana. Mstari wa 12. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto na amelazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Mstari wa 13. Mara walikuwepo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu. Mstari wa 14 wakisema,
Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowadithia. Mstari wa 15. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji wakaambiana, haya na twendeni Bethlehemu tukalione hili lililofanyika alilotujulisha Bwana. Mstari wa 16. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto amelala orini. Mstari wa 17. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Mstari wa 18. Wote waliosikia walistaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Mstari wa 19. Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiria moyoni mwake. Mstari wa 20. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Asante. Mtazamaji, huyu ni hii ni flash au ni memory au ni flash au memory au nini ile nyingine? Ni disk. Mungu akubariki sana. Ila sasa ni hivi. Kuna vitu vinatoka kuchochea. Kwa sababu shetani na vile anapenda hivyo. Hapa yenyewe kuna watu wameshaona wivu tu hapo. Ndio maana ukiongea wanaongea na wao. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, nimesikia vizuri. Kiongozi wako mwambie akutie tu moyo tuendelee na mbele. Mungu akubariki. Kiongozi wake huyu hapa. Njoo, ngoja. Njoo. Kuja. Huyu ndio kiongozi wa huyu kijana. Unamwambiaje kijana? Namwambia akongole sana, aendelee kutia bidii katika neno la Mungu. Kongole sana, aendelee kutia bidii katika neno la Mungu, atafika mbali. Mungu akubariki sana. Bariki sana. Faidi. Mtazamaji, huyu ndo mwenye jina moja ambalo sijalielewa. Na anaitwa Nemrod. Ngali. Wangapi mmewahi kuona ile movie ya nani? Kuna movie moja alikuwa anacheza mtu mmoja ina mtu anaitwa Nemrod. Lakini pia Nemrod kwenye Biblia alikuwa mtu gani? Mwenye ni hunter. Hunter ni mtu anayewinda. Nemrod mwindaji. Mwindaji. Kwa hiyo Nemrod endelea kuwinda vijana waje kwa Yesu. Asante. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Hapa ni Kimapeva, Kenya yenyewe.